Mtazamaji, kuna mambo ambayo yanaendelea, nadhani ni dunia nzima. Swala zima la linalosemekana kwamba eti biashara ya ngono, ama wengine wanaita madada poa, wengine majina kadha wa kadha ambayo yanaendelea. Huko nchini Kenya kimetokea kisa kimoja cha mwanadada ambaye wanasema anajiuza, na yeye anasema hivyo kwamba anajiuza kulishwa nyama za watu. Unaweza kujiuliza ilikuwaje? Hebu tumsikilize kidogo. Amewakatakateni pieces, amewapaka kwa fridge. Yaani kuchagua yenye anataka anakula. So akaniambia ingia unichagulie nyama hapo mzuri, nipikie nusistuke kenye utaona. Akaingia kwa bafu akaoga. Sasa tumeingia amelock mlango. Amefunga. Akaniambia sasa kama utaki nikufanye vibaya nyama unakula. Ilibidi nikule. Mwanadada huyu ambaye amesimulia hapa kwa uchache, lakini utamsikiliza huko mbeleni pia, ni kwamba alikuwa katika eneo ambalo wanajipanga ama kuhusika na biashara hiyo ya kujiuza. Ndipo akatokea mwanaume mmoja akamchukua na akamuuliza anahitaji kulipwa kiasi gani. Akamwambia atampa shilingi 5 za Kimarekani, za Kenya, yani 5K. Huyo mwanaume akamwambia yeye atamuongezea, badala ya kumpa 5K baada atampa shilingi 9 za Kenya. Baada ya maelewano hayo, ilikuwa usiku, wakachukua na huyo mwanaume alikuwa na gari. Baada ya kuchukuana hapo, wakaenda mpaka nyumbani kwa mwanaume huyo. Walipofika ndani, mwanaume huyo akafunga milango yote. Badala ya kwenda kushughulika na mambo ambayo wameelewana, mwanaume akamwambia kwamba hawezi kwenda kulala bila kula. Ndipo akamwambia mwanamke huyu kwamba anaomba ampikie chakula na mboga zipo katika friji. Lakini kabla huyo mwanamke hajafika kwenye friji, akamweleza kwamba hiyo mboga atakayoikuta kwenye friji asishtuke. Unajua nini kiliendelea? Mwanadada huyu alienda kwenye friji hiyo na kufunua. Ndipo akakuta nyama za watu, yani viungo vya binadamu, hasa watoto. Ndipo akapigwa na mshangao na mshtuko mkubwa. Lakini mwanaume huyo akamwambia kwamba ni lazima nyama hiyo aipike, na aipike pamoja na ugali. Mwanadada huyo akaenda jikoni huku akiwa anatetemeka, na mwanaume akaenda kuoga. Mwanadada akaendelea kupika. Anasema kwamba alipokuwa anapika nyama hiyo huku akiwa na wasiwasi, nyama hiyo ilikuwa ikauki kama ambavyo nyama zingine zinakauka zikiwa jikoni ama kwenye sufuria ama chombo chochote kile cha kupikia. Anadai kwamba baada ya kumaliza kupika nyama hiyo pamoja na kusonga ugali, akamwandalia mwanaume huyo chakula sebuleni, huku yeye akiwa anakaa kando. Ndipo mwanaume akawa amebadilika na kumwamuru kwamba lazima chakula kile wale pamoja, na hasa ile nyama. Mwanadada anasema kwamba akakataa sana. Alijaribu kukataa, lakini baada ya kuona mwanamume amebadilika, akawa na wasiwasi, huku akijiuliza kama ameweza kuchinja watoto hawa na kwamba ndiyo chakula chake, yeye je, atakuwa salama? Akaendelea kukataa. Ndipo akalukiwa na huyo mwanaume na kukabwa ili alazimishwe ama kulazimishwa kula chakula hicho, hasa hiyo nyama ya watoto. Mwanadada huyu akiwa anasimulia akaanza kulia, lakini akajikaza na kuendelea kusimulia zaidi kwamba akalazimika kula nyama hiyo ya binadamu. Anasema alipokula hiyo nyama ya binadamu akajisikia kichefuchefu, akihitaji kutapika, lakini hakuweza kutapika. Baadaye akiwa na wasiwasi mkubwa, na baada ya kuila nyama hiyo, ndipo akaamuliwa kwenda kitandani ama kulala. Walipolala, anasema kwamba mwili wake ulikuwa umekufa ganzi,
hakuwa anahisi jambo lolote katika mwili wake, akiwa anawaza tu kutapambazuka saa ngapi ili aweze kutoweka ama kutoka katika nyumba hiyo. Anasema ilipofika asubuhi akajienda kujiandaa, akaoga, akajiandaa kwa ajili ya kutoka. Ndipo akamwomba mwanamume huyo ruhusa ya kutoka. Mwanamume huyo akaendelea kumtazama tu akiwa kama sio binadamu wa kawaida. Mwanadada huyu anasimulia kwamba baadaye akaruhusiwa kutoka, lakini kabla ya kutoka akaomba kwamba pewe ujira wake. Ndipo mwanamume akamuuliza, hiyo pesa unaitaka kwa ajili ya jambo gani? Mwanadada akapigwa na butwa, lakini kwa akili yake yote ikiwa ni kwa ajili ya kutoka. Baadaye alipewa, akaambiwa atoe namba yake ya simu. Alipompa namba yake ya simu akamrushia 3K, yani shilingi 3 za Kenya. Mwanadada huyo anasema kwamba alipopewa hiyo shilingi 3 akashukuru, na baada ya kufunguliwa geti akaambiwa aondoke na wala sigeuke nyuma. Hima akatoka ndani ya geti na kuendelea na safari. Anasema baadaye akachukua usafiri na kumpeleka mpaka nyumbani kwake. Hapo akiendelea kutafakari na huku akitetemeka zaidi ya wiki 3, ndipo rafiki yake mwingine akamjia kwamba kwa nini aonekani kwenye kijiwe cha kazi yao. Hakuweza kumwambia, lakini akamwambia kwamba kipo kijiwe kingine kimefunguliwa, unaweza kupata pesa bila kutumiwa katika swala zima la ngono, bali anaweza akacheza uchi na akapata fedha. Mwanadada huyu anasema kwamba alitafakari sana, na ndio kawa mwisho wa kazi yake ya kujiuza, na akakataa pia kwenda kucheza akiwa uchi. Simulizi hii inatupa funzo gani kwa dada zetu ama mabinti zetu wanaofanya shughuli za kujipatia fedha kwa njia ya kujiuza? Mimi sina jawabu, lakini wewe mtazamaji unaweza kuwa na jawabu lako. Hebu lete maoni yako katika comment hapo chini. Usiache kusubscribe, lakini pamoja na kulike hii channel yetu ya Nyikani TV. Hii ni simulizi ya kutisha, ni ya mwanadada aliyelazimishwa kula nyama ya mwanadamu kisa akiwa katika mawindo yake ya kutafuta fedha kwa njia ya kujiuza. Mtazamaji, wewe unasemaje? Karibu.